Katika Ukristo kuna hatua tatu za Ukristo, yaani hatua tatu ambazo Mkristo anapaswa kuweza kuzipitia, na kama utavuka moja au utaweza kuacha mbili au kadhaa, basi utakuwa umekwisha kutoka katika msingi. Na ukikamilisha hizi tatu kwa hakika, basi utakuwa katika utu uzima kiroho. Sasa ninaomba tuweze kuanza na kitabu cha Roho ya Unabii, alafu baadaye tutakuja turudi tukisapoti mafungu katika Biblia kwa kila hatua. Hatua ya kwanza na niweze kuzitaja sasa katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 493. Hii ni sura ambayo imeandikwa maandiko ni kinga za sura ya 37. Inasema hivi: ni wajibu wetu wa kwanza na wa juu kabisa wa kila mtu mwenye akili kujifunza kutoka katika maandiko kile ambacho ni ukweli, na halafu kutembea katika nuru na kuwatia moyo wengine kufuata mfano wake. Kwa hiyo hatua zipo tatu. Ya kwanza ni kujifunza kutoka katika maandiko kile ambacho ni ukweli. Kama wewe ni Mkristo, kile unachopaswa kuweza kukifanya ni kutafuta ukweli katika neno kwanza. Hiyo ni kitu cha kwanza. Si kwa watu, si kwa mchungaji, si kwa padri wala nani. Wewe soma maandiko kwa wewe mwenyewe, utafute huo ukweli. Yesu anasema katika Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Lakini ili kuisapoti hii tutaenda katika kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza anasema hivi, sura ya 3 mstari wa kwanza anasema, akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Kwa hivyo kabla Ezekieli hajaenda kusema na wana wa Israeli, aliambiwa ale lile gombo. Kabla ya kwenda kufika katika hatua ya tatu ya kuwatia moyo wengine, kuwapelekea wengine hiyo kweli, unapaswa kwenye hatua ya kwanza kulila hilo gombo, kula maandiko kwa ajili yako mwenyewe. Alafu sasa step ya pili ni kuishi ile kweli. Anasema kutembea katika nuru. Kumbuka, unapokuwa umeenda katika stage ya tatu ya kuwapelekea wengine habari, alafu wewe hujaishi hiyo kweli, na kuhakikishia na tunahakikishiwa wote katika Kristo ya kwamba tutakuwa tumekwisha kwenda sehemu tofauti. Tunawezekana tukawahubiria wengine alafu sisi tukakataliwa. Ndivyo anavyosema Paulo. Anasema katika kitabu cha Wakorintho. Kwa hiyo ni lazima kuishi kwanza wewe mwenyewe, kuishi hiyo kweli unayotaka kuipeleka kwa watu kabla haujaipeleka. Anasema katika Wakorintho wa kwanza 9:27, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiria wengine, mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Kwa hivyo unaweza ukakataliwa wewe na ukapeleka mahubiri mazuri kwa watu wengine, lakini sasa inabidi uweze kuishi wewe ili hao watu waweze kupata kile ambacho wewe unakiishi. Sasa katika swala la tatu la kutembea, baada ya kutembea katika hiyo nuru, ni kuwatia moyo wengine wafuate mfano wako. Sasa hapo ndipo ambapo tunakuja kuona jukumu la kupeleka sasa injili, baada ya kuwa umekusha kuiishi hiyo injili, hilo ambalo wewe unajamini. Sasa ukiisha kupeleka, basi unapeleka sasa. Ndio Yesu anasema nendeni sasa mkawafanye wengine kuwa wanafunzi, katika Mathayo 28:19, au katika Marko 16 kuanzia 15, anapoambia wapeleke sasa injili kwa kila kiumbe. Sasa tunapopeleka ni baada ya yeye kuwa amewafundisha. Kumbuka, amewafundisha, wamekuwa wanafunzi. Baada ya kuwa wanafunzi, anawaambia, baada ya kuwa wao baada ya kuwa ni mitume, anawatuma sasa kuwapelekea wengine habari. Huwezi ukapeleka ikiwa hujajifunza, na huwezi ukajifunza ikiwa bado haujasikia neno la Mungu. Kwa hiyo soma maandiko matakatifu,
alafu ishi hiyo nuru unayoiona katika maandiko, kisha peleka kwa watu wengine, ili uweze kutimiza hizo hatua 3 za kuweza kuishi katika Ukristo na Mungu aweze kukubariki, maana utafikia ukamilifu. Katika kitabu cha Waefeso ndipo ambapo tunamalizia akisemea namna tunavyopaswa kufikia huo ukamilifu tena na umoja wa imani. Anasema katika Waefeso 4 mstari wa 13, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ndipo tunapopahitaji Mungu akaweze kutubariki katika